Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba amewataka Watanzania wote kote nchini kuendelea kudumisha amani na utulivu, akisisitiza kwa dhati kuwa amani ndiyo msingi mkuu na muhimu zaidi unaowezesha wananchi, taasisi mbalimbali pamoja na serikali kutekeleza mipango yote ya maendeleo kwa ufanisi na mafanikio makubwa. Daktari Mwigulu Nchemba ametoa kauli hiyo jana Jumapili Agosti 23 mwaka wa 2026 alipokuwa akishiriki katika ibada maalum iliyofanyika katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, yani TKKT Dayosisi ya Mashariki ya Pwani, usharika wa Kijitoyama uliopo jijini Dar es Salaam. Katika hotuba yake hiyo mbele ya waumini, Waziri Mkuu wa Tanzania amesisitiza kwa dhati umuhimu wa Watanzania wote kuendelea kuiombea nchi yao bila kukoma, ili amani iliyopo iweze kuendelea kudumu na kulindwa kwa kila hali. Kiongozi huyo wa shughuli za serikali bungeni na nchini, Waziri Daktari Mwigulu Nchemba, ameeleza kuwa ulimwengu kwa sasa unaendelea kushuhudia mabadiliko makubwa pamoja na mitikisiko ya aina mbalimbali katika maendeleo mengi, jambo ambalo linapaswa kuwa chachu na sababu ya msingi kwa Watanzania kutambua dhamana halisi ya amani walio nayo na kulinda kwa nguvu zote. Kwa mujibu wa maelezo ya waziri mkuu huyo, amani haipaswi kabisa kuchukuliwa kama jambo la kawaida au la bahati mbaya, bali ni msingi imara unaowezesha shughuli zote za kila siku za wananchi na taifa kufanyika bila hofu, bila wasiwasi na kwa utulivu wa hali ya juu. Katika ufafanuzi wa kina kuhusu swala hilo, Daktari Mwigulu ameeleza kuwa uwepo wa amani na utulivu unawapa wananchi fursa na nafasi nzuri ya kuendelea kufanya shughuli zao mbalimbali za kiuchumi, kijamii pamoja na shughuli za kidini kwa uhuru uliotukuka. Waziri huyo amebainisha kuwa amani ndio kiungo kinachowezesha familia mbalimbali kupanga maisha yao ya baadaye, huku taasisi mbalimbali zikiweza kutekeleza majukumu yao ya kiutendaji, na vilevile serikali ya Tanzania ikiendelea kwa kasi kutekeleza mipango yake yote ya maendeleo kwa ajili ya ustawi wa wananchi wote. Akizungumza kwa utulivu na msisitizo mkubwa wakati wa ibada hiyo iliyofanyika katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri Dayosisi ya Karagwe, usharika ya Kitonyama jijini Dar es Salaam, Waziri Mkuu amewakumbusha waumini na Watanzania kwa ujumla kuwa uwepo wa wananchi kukutana kwa pamoja na kufanya ibada kwa amani na utulivu unatokana na ukweli kwamba nchi ya Tanzania ina amani ya kutosha. Kutokana na mazingira hayo, Daktari Mwigulu Nchemba amewahimiza wananchi wote kuendelea kuiombea nchi ya Tanzania usiku na mchana, ili hali hiyo ya utulivu iweze kudumu na kuhakikisha kuwa kizazi cha sasa pamoja na vizazi vijavyo vinaendelea kunufaika na mazingira hayo ya utulivu. Akiendelea kuchanganua umuhimu wa jambo hilo, Waziri Mkuu amebainisha kuwa amani ina umuhimu mkubwa na wa kipekee katika kila ngazi ya maisha ya mwanadamu, kuanzia ngazi ya msingi wa familia hadi kufikia ngazi ya kitaifa. Katika maelezo yake, Mwigulu Nchemba amefafanua kuwa familia zinahitaji mazingira ya amani ili kuweza kujenga maisha bora yenye tija, huku taasisi mbalimbali zikihitaji utulivu ili kutekeleza majukumu yake ya kila siku bila kuingiliwa, na serikali kwa upande wake inahitaji mazingira salama na tulivu ili kuwezesha kutekeleza mipango yake yote ya maendeleo nchi nzima. Mbali na hayo, Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba
Ameeleza na kubainisha nafasi kubwa na ya kipekee inayoshikiliwa na taasisi za dini katika kuleta na kuharakisha maendeleo nchini Tanzania. Kiongozi huyo amesisitiza kuwa mchango mkubwa unaotolewa na makanisa hupaswi kupuuzwa wala kubebwa hata kidogo, kwani taasisi hizo za kidini zimekuwa zikishiriki kwa karibu na kwa ufanisi mkubwa katika kutoa huduma mbalimbali za kijamii kwa wananchi. Miongoni mwa huduma hizo zinazotolewa na makanisa ni pamoja na huduma za sekta za elimu, sekta ya afya, malezi ya vijana na watoto, ujenzi wa maadili mema katika jamii, pamoja na kutoa misaada na hifadhi kwa wananchi wenye mahitaji mbalimbali. Kauli hiyo nzito na ya kimkakati iliyotolewa na Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba inaashiria na kudhihirisha umuhimu mkubwa wa kuwepo kwa ushirikiano wa karibu na dhabiti kati ya serikali na taasisi zote za dini nchini katika jitihada za pamoja za kujenga jamii yenye mshikamano, maadili mema, uwajibikaji na amani ya kudumu. Kwa upande wake, Katibu Mkuu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Mashariki ya Pwani, Goodluck Nkini, ameshukuru kwa dhati Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba kwa kuchagua kujumuika na kushiriki ibada pamoja na waumini wa usharika wa Kijitoyama jijini Dar es Salaam. Katibu Mkuu Goodluck Nkini amepongeza kwa dhati Waziri Mkuu huyo kwa utamaduni wake nzuri na kwa mfano wa kujumuika mara kwa mara na waumini pamoja na wananchi katika maeneo mbalimbali nchini. Kiongozi huyo wa dini ameeleza kuwa uwepo wa viongozi wakuu wa serikali katika shughuli mbalimbali za kidini unasaidia sana kuimarisha mshikamano na kujenga mahusiano mazuri na ya karibu kati ya viongozi wa nchi na wananchi wanaowaongoza. Uchambuzi wa ujumbe wote uliotolewa na Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba unaonyesha kwa dhahiri kuwa lengo kuu lilikuwa ni kuwakumbusha na kuwasisitizia Watanzania wote kwamba maendeleo yote endelevu na ya kweli yanahitaji mazingira ya amani na utulivu. Waziri Mkuu ametoa wito na kuhimiza kila mwananchi nchini kuchukua jukumu la kuwa mlinzi wa amani kwa kuepuka kabisa vitendo au kauli zozote zinazoweza kufuruga mshikamano na umoja wa taifa. Uthibitisho uliopo unabainisha kuwa pale ambapo Tanzania inakuwa na amani na utulivu, wananchi wanapata fursa na mazingira mazuri ya kuendelea kufanya kazi yao ya kila siku, kuelekea katika sekta mbalimbali, kusoma na kuendeleza elimu, kuabudu kwa uhuru na kutekeleza shughuli zote za kijamii na kiuchumi bila uoga au hofu yoyote. Kutokana na ukweli huo, wito mkuu na wa msingi wa Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba kwa Watanzania wote ni kuendelea kutathmini amani iliyopo, kushirikiana kwa pamoja kama taifa moja na kuendelea kuiombea nchi ili utulivu uliopo uendelee kuwa nguzo kuu na msingi imara wa maendeleo na taifa lenye umoja. Katika kuangazia tena kauli za kiongozi huyo, Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba ameweka wazi kuwa amani ndio msingi unaowezesha wananchi, taasisi mbalimbali pamoja na serikali kutekeleza mipango ya maendeleo kwa ufanisi.